tunaenda kujifunza lugha ya Kiswahili, lakini kabla ya kuzungumza kingine kwa lugha ya Kiswahili ni lazima tueleze au tutafsiri maana ya stadi ya lugha. Stadi ya lugha ni uwezo au ujuzi wa kutumia kwa mtu ipasavyo katika kuandika, kusoma, kuzungumza na kusikiliza. Hii ndiyo maana ya stadi ya lugha tunayo. Hapa tuna jedwali inatusaidia kwamba tafsiri vizuri stadi za lugha. Jedwali. Hapa tuna aina hapa hapa kuna stadi. Hapa kuna sehemu. Hapa kuna mifano. Kwa sehemu tuna upokezi. Upokezi ni kipengele kikuu kinachounda sehemu nyingine kutokana na stadi ya lugha. Upokezi hapa tukiwa na upokezi kuna kusikia, pia na kusoma. Hapa kusikia, kwa sehemu hapa tunayo kusikia ni kutumia masikio na akili. Kutumia masikio na akili. Ni lazima wakati wa kusikia masikio yako awe anasikia vingine mzungumzaji anasemavyo. Huwezi kuwa ushiriki na kuburudika wakati wa kusikia kingine kinazungumzwa na mzungumzaji bila akili. Lazima utumie akili na masikio pamoja. Hapa kwa mfano, kusikiliza redio. Kusikiliza redio. Okay. Kuna kusoma hapa. Kusoma, sehemu ya kusoma unakutumia